Kwenye local content, mwasilishaji ameongelea wazawa. Pigeni hatua zaidi. Msiongelee tu wazawa. Msiongelee tu kampuni za kizawa. Kuna ujanja umekuwa ukifanywa kiweka hii kauli ya kampuni za kizawa. Wapo wasio waaminifu wanacheza na hii terminology kampuni ya kizawa. Anamchukua driver wake, anaanzisha kampuni, lakini mmiliki ni yeye kwa kutumia mgongo wa driver wake. Alafu anaenda anaipa kazi huko mbele kwamba ni kampuni ya kizawa. Sasa hii ya kampuni ya kizawa, nataka kuona kampuni za Watanzania. Sio tu kampuni iliyopo Tanzania. Sio kampuni iliyopo Tanzania, nataka kuona kampuni ya Watanzania. Kwa sababu kuna huo mchezo nimeuona mahali mtu anatumia tu anwani ya mojawapo ambaye si mnufaika. Si mnufaika. Anaweka kampuni ina thamani ya bilioni 23 bilioni 15, afu mmiliki driver wake. Udanganyifu wa aina hii unawanyima wa Tanzania fursa ya kushiriki kwenye miradi mikubwa inayotekelezwa ndani ya nchi. Kuna driver anaweza akawa na mali inayofikia bilioni 50 ya ujenzi. Atakuwa anasimamia lini kama yeye ni driver waajiriwa kwenye eneo hilo? Na nilishazielekeza taasisi zetu, wale watakaogundulika wanafanya ujanja wa aina hiyo, tutawafungia, hawatafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Huko ni kuwatapeli wa Tanzania, huko ni kuwaibia fursa wa Tanzania. Tumekupa mradi, una nafasi yako ya kutekeleza mradi. Tena asilimia kubwa. Tumetaka hata hicho kidogo sehemu kiwanufaisha wa Tanzania, unataka kukomba na hicho. Wale tukiwagundua tutawafungia, hawatafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kwenye ile eneo la local content, fanyeni verification. Ni nani anasimamia? Fanyeni verification. Ile portion tunayosema inatakiwa ifanywe na Mtanzania, na Watanzania tunataka kweli iwe ni ya Watanzania. Sio janja ya kutumia jina la Mtanzania, lakini yule foreigner anakuwa na kampuni main inayofanya kazi ya asilimia ya kampuni ya kigeni, anafanya huyo na ile kampuni ya Kitanzania. Na wengine wanafanya mnyororo wote wa kazi. Kwamba kazi kubwa amepewa yeye. Tumesema kuwe na local content, kuwe na sehemu ya kampuni ya Kitanzania, anafanya yeye kwenye sehemu ya kampuni ya Kitanzania. Ukienda kwenye masuala ya uingizaji bidhaa bandarini, clearing and forwarding, nako ametengeneza ya kwake yeye mwenyewe, ya kusafirisha na kukatengeneza yeye mwenyewe. Huu ni ulafi. Umekaribishwa, lakini unataka walio kukaribisha hata wasipate kitu. Kwa hiyo hii fuatilieni. Sasa msipofuatilia na kujua hiyo, nikitumia vyanzo vyangu nikijua, na ninyi mtakuwa mmeshiriki.